Nikupongeze wewe Mheshimiwa Spika, ambaye baada ya siku chache bunge litavunjwa na tutarudi majimboni na wewe utarudi katika ile jimbo jipya la Uyole. Ninaamini kwamba hakuna mashaka hata kidogo utashinda zaidi ya 100% kwa kazi kubwa na nzuri ambayo umeifanya kwenye bunge letu kwa miaka hii 5, lakini zaidi ya 5. Kabla ya kuwa spika ulikuwa naibu spika, umefanya kazi yako vizuri, na ulipokuwa spika umefanya kazi yako vizuri sana tena sana, na kazi nzuri hiyo ndio iliyokuhakikishia kupata uspika wa mabunge ya dunia. Tunawataka wana Uyole wasikupoteze, na wamesema hawezi kukupoteza. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nilikuwa nisichangie, lakini nikasema ngojea niombe nafasi kuchangia. Kikubwa zaidi kilichonishawishi kuchangia, kwanza ni kuipongeza sana serikali kwa usikivu wake mkubwa. Kuipongeza serikali kwa usikivu wake mkubwa. Pale ambapo pamestahili kuongezwa kodi imeongezwa, na pale ambapo pamestahili kupunguza kodi vile vile wamepunguza, kwa maslahi mapana ya taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Spika, kitu ambacho kimenishawishi, tunatambua na tunajua taifa lolote ulimwenguni haliwezi kuwa na ustawi uliokuwa bora kama afya zake haziko barabara. Na afya hizi zinakuwa si bora kutokana na mambo kadhaa, ukiachia magonjwa, lakini kuna vitu vingine vinaweza kabisa vikaachika. Kwa mfano kama matumizi ya sigara. Kwa mfano kama matumizi ya vinywaji. Hivi vyote hivi vinaweza kuachika. Na kitu kikubwa kwenye hili, nilisikia kuna kitu ambacho walizungumzia kuhusiana na hivi vinywaji vya kuongeza nguvu. Kwa sababu kabla ya hapo viwanda vyetu vya ndani vilikuwa havitozwi kodi. Lakini leo wameweka eneo la kuwatoza kodi, na msingi wa kutoza kodi hiyo ni kuleta manusura kwa ajili ya vijana wetu wa Tanzania na watu wa Tanzania. Na kwa nini wamefanya hivyo? Kwa sababu serikali ni sikivu. Wanataka tuwe na taifa lililokuwa bora. Wanataka tuwe na taifa lililokuwa imara. Wanataka tuwe na vizazi ambavyo vitaishi miaka mingi na sio miaka michache, vijana wa miaka 13, 28 na katikati hapa kabla ya miaka 35 vijana wanapoteza maisha yao. Kwa hiyo nilitaka kusimama kwa kuipongeza hiyo kwa ajili ya kuangalia vijana wa taifa la Tanzania kutokana na madhara yanayotokana na energy drink. Baada ya kusema hayo, ninaipongeza sana serikali na ninaishukuru sana serikali na kupongeza wewe Mheshimiwa Spika na kutakia kila laheri, na wapongeza wabunge wenzangu, na vile vile kwa sababu naamini leo ni siku yangu ya mwisho kuzungumza nikiwa mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sidhani kama nitapata nafasi tena. Narudia tena kuwapongeza wanalindi wote, wabunge walindi wote, na wapongeza kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya, na hasa na wapongeza wana Mchinga kwa kuniamini kusimamia shughuli
zao na wanamchinga wanasema hawana wasiwasi hata kidogo na Salma Rashid Kikwete. Nataka tu kama hakutatokea lolote wanasema Mama Samia Suluhu Hassan, wanasema mitano tena. Mama Salma Rashid Kikwete wanasema mpaka ache mwenyewe. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki. Naunga mkono hoja. Mheshimiwa wabunge, sijajua ni wangapi majimboni wanaambiwa mpaka waache wenyewe, lakini tunakushukuru Mheshimiwa.